na huduma za kiroho, na Mungu aliweka kalama ndani yao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na walikuwa wakitembea katika nguvu za Roho Mtakatifu. Katika ule mstari wa 12 Paulo anaanza kueleza na kuwafundisha jinsi kalama zinavyoanza kufanya kazi, au zinaweza kufanya kazi katika kanisa bila kuharibiana. Watu wengine walikuwa wanaona kama mimi nanena kwa lugha, nikisimama hapa nikinena kwa lugha masaa mawili atakatika, mimi ni mtu wa kiroho sana. Wewe huwezi hata kunena kwa lugha. Wewe, mimi ambaye naweza kunena kwa lugha ni mtu wa kiroho sana. Wewe si kitu. Mwingine akasimama akasema mimi naweza kutoa nabii. Wakaanza kuwa na manabii wengi. Mwingine anatabiri hiki, mwingine anatabiri hiki, mwingine anatabiri. Yaani kanisa likawa ni kanisa ambalo ni watu wa kiroho, lakini wamekaa katika kung'ang'ana karama za kiroho na ile hali ya kujionyesha kwamba mimi nina uwezo katika ulimwengu wa roho. Mimi ndio nimeokoka, mimi ndio wa kiroho, mimi nina imani Bwana, mimi naweza kusimama nikasema kitu fulani na kikatimia, mimi ni mtu wa imani Bwana. Wakawa ni watu ambao wanabishana wao kwa wao kwa habari ya kalama na kwa habari ya nguvu za Mungu katika Roho Mtakatifu. Na wakawa wanashindana jinsi ya utendaji, ni nani ambaye anapaswa kuheshimiwa katika hawa. Yule ambaye mwenye imani, ambaye anaweza kufanya miujiza, yule ambaye anaweza kuombea watu wakapona, yule ambaye anaweza kusimamisha viwete, yule ambaye anaweza kuombea vipofu wakapona, ni nani mwenye uwezo mkubwa? Bila shaka watu wakaanza kusema, huyu ndio mwenye kalama kubwa sana. Kanisa la Korinto lilikuwa kanisa ambalo yamkini hata nyakati hizi ndio tunatembea nazo. Kwa sababu gani? Watu wanaangalia kalama, watu wanaangalia maarifa ya mtu, watu wanaangalia uwezo wa mtu wa kunena kwa lugha, kwamba huyu ni mtu wa kiroho sana. Kwa hiyo anakuwa anamheshimu na anaona anamtukuza kwa sababu huyu ni mtu wa kiroho sana. Wakawapo watu ambao walifanya miujiza. Hata Paulo mwenyewe alipokuwa Korinto hakufanya miujiza. Alikuta kanisa, akalifundisha kanisa. Wakatokea kina Kefa, wakawa wanafanya miujiza, kina Petro. Wakaja kina Apolo, wakaanza kufundisha yani kwa uzuri kabisa, wakalifundisha kanisa, watu wakaelewa, wakabarikiwa. Wengine wakasema, Paulo hana kitu bwana. Yaani amekuja hapa hana kitu. Apolo bwana, yule jamaa anajua kufundisha. Apolo yule ni mtu wa Mungu, lakini Paulo hana kitu. Bwana, hao wote achana. Kefa bwana, alipokuja Simoni hapa, alipokuja Peter, kanisa libarikiwa. Tulikuwa na Mungu aliponya, vipofu walitembea. Yaani kulikuwa na miujiza. Mimi bwana Petro ndio namwamini. Mimi bwana ndio namwamini Petro. Kwa hiyo kanisa likaanza kugawanyika kwa sababu ya kalama ambazo waliziona Mungu akizitumia ndani ya watu. Na watu wakazipokea zile kalama. Kanisa likaanza kubarikiwa. Baadaye Petro au Paulo alipoanza kupata taarifa za kanisa la Korinto jinsi linavyoenenda, akaandika barua. Haleluya. Akaandika barua, ndio waraka huu tunaosoma sasa. Akasema kama sina upendo nimekuwa si kitu. Anasema nijaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika, kama sina upendo si kitu. Amen. Kwamba ninaweza kuingia kwa lugha, nikanena kwa lugha usiku na mchana, nikiwa naomba nanena kwa lugha, nikiwa natembea nanena kwa lugha, mahali popote mimi nanena kwa lugha. Ni mtu wa kiroho sana, ni mtu wa kiroho ambaye anaweza kunena kwa lugha. Lakini Biblia inasema kama sina upendo nimekuwa kitu bure. Haleluya. Amen. Na anaendelea kusema hawa ni aina ya watu ambao wanakubali karama za Roho Mtakatifu, wanazipokea karama za Roho Mtakatifu, wanapokea ujazo wa Roho Mtakatifu, alafu wanasema mimi ni wa kiroho sana. Anaacha kutembea katika neno la msingi la upendo. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna watu wengine anasema hivi, nimekuwa shaba iliayo na utupu uvumao, kwamba sina kitu, ni kama debe.
Unajua debe, wangapi wanafahamu madebe? Unajua siku hizi madebe hamna. Wangapi wanafahamu madebe? Nyosha juu kabisa kwa debe. Nani anajua debe? Wachache sana, wengine hawajui. Madebe, Jaki hujui debe? Anauliza ndio nini? Debe ni chombo fulani kama madumu haya ya lita 20 ya mafuta. Sawa. Zamani kulikuwa na madebe ya bati ambayo yanakuwa ya pembe 4 na yenyewe yalikuwa na ujazo wa lita ngapi? 20. Yale madebe yalikuwa yanatumia kujazia mafuta, alafu watu wanayatumia kujazia maji. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa madebe yale yakiwa hayana kitu yani likiwa halina kitu, halina maji, halina kitu chochote, yani ukiligusa tu hizo kelele zake ni kelele tupu. Yani hata likipiga, yani hata upepo ukija ukipuliza, yani linaondoka hilo debe. Ndio anasema hapa, nimekuwa shaba ivumayo, ni utupu kama debe ambalo halina kitu. Yani katika kalama nilizonazo, katika huduma nilizonazo, katika mambo yote ambayo naweza kumtumikia Mungu kwayo, ninaweza kuwa na imani ya kuweza kuhamisha milima, ninaweza kuwa na imani ya kuombea watu wakapona, ya kufanya miujiza, lakini neno moja nikikosa upendo, yani mimi, yani sawasawa na ile debe ambalo linaweza kuchukuliwa na upepo, yani linapiga kelele lakini hakuna kitu. Upendo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukiwa na upendo, hapo tuna kitu. Amen. Hata huduma tunazofanya tunatakiwa kujenga katika msingi wa upendo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alituonyesha upendo aliposhuka duniani. Alipotembea na wanafunzi wake aliwaonyesha upendo. Unajua kitu cha ajabu ambacho Yesu alikifanya, sio Yesu ambaye ndio wa kwanza kutengeneza wanafunzi. Hapana. Kulikuwa na watu wengi ambao walikuwa wanatengeneza wanafunzi wenye imani tofauti tofauti. Kulikuwa na Yohana Mbatizaji, alikuwa na wanafunzi, alikuwa kuna watu ambao wanamtii kama mwalimu wao, wanatembea naye mahali popote alipokuwa akienda, wanatembea naye mahali popote ambapo alikuwa akilala, wanalala naye. Na kuna wengine walikuwa ni walimu au watu ambao walikuwa wanafunzi, walikuwa katika nafasi ya juu sana. Yaani huyu mtu alikuwa akaribii na watu wengine. Wanafunzi wake walikuwa wanaona ni mtu aliyebarikiwa, ni mtu wa tofauti. Alikuwa ni mtu mkubwa sana na alikuwa anakaa mahali pa juu sana. Lakini Yesu akaja kufundisha jambo hili. Yesu, unajua, alikuwa analala na wanafunzi wake. Kama akienda kwenye mlima, wanalala wanafunzi wake hapa, yeye pale. Alikuwa akienda sehemu yoyote, anapokelewa na wanafunzi wake. Kama ni sehemu ya kulala, anasema tutalala humu wote. Lakini yeye ndiye bosi, ndiye kiongozi mkubwa ambaye ndio anajua maisha ya watu. Lakini yeye akajishusha, akakubali kutoa maisha yake na kuona kwamba kuwapenda hao watu, kwamba chochote atakachofanya ni kwa ajili ya watu hawa waweze kufarijika. Bwana Yesu asifiwe sana. Akawa ni mwalimu wa tofauti na walimu wengine wa sheria na Torati. Akawa ni mtu ambaye ni tofauti na watu wengine ambao walikuwa wanatengeneza walimu wenye falsafa mbalimbali. Akawa ni mtu wa tofauti, mpaka wanafunzi wakawa wanajisikia kama, yani uwipo wakiwa na Yesu wanajisikia vizuri. Na Yesu hakujitenga kwamba sasa nyinyi ni wanafunzi, mtakuwa pale, mimi nitakuwa hapa. Au mimi ni mwalimu, sehemu nitakayolala, hata tukienda huko, mimi nitalala huku, nyinyi mtalala hapa, kwa sababu mimi ni mtu mkubwa sana. Yesu akalala nao kwenye bustani, akakesha nao, akaomba nao. Wakati mwingine adha na dhiki zilipowakuta, walikosa chakula, walikosa wote, na Yesu alikuwa pale pale. Lakini kitu kikubwa ambacho Yesu alitaka kukionyesha ni kuonyesha upendo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Alionyesha upendo. Alikuwa na uwezo wa kufanya miujiza. Alikuwa na uwezo wa kuombea
Alimfufua Lazaro kama tuliposikia pale mwanzo. Alimfufua Lazaro. Alikuwa ni mtu mwenye upako hali ya juu, lakini alipofika kwa wanafunzi wake alikuwa ni mtu wa kawaida tu. Alikuwa anaongea nao, anawapenda. Wanapogombana anawaambia msigombanie jamani, haya mambo madogo, msigombane kwa ajili ya mambo haya. Na mwishoni akawaambia mpendane. Amri yangu ndio hii, mpendane. Bwana Yesu asifiwe sana. Upendo. Kanisa linatakiwa kujengwa katika misingi ya kupendana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kanisa linatakiwa kujengwa katika misingi ya kupendana. Sisi wote ni watoto wa baba mmoja, ni watoto wa familia moja, tunapaswa kupendana. Haleluya. Biblia inasema ukiwa na sababu na mwingine msamehe. Amen. Mpende kwa sababu Mungu ametupenda. Haleluya. 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 Mungu ametupenda. Mungu ametujali sisi, na kuna vikwazo vikubwa sana katika kupenda.